Nimegundua Samia Suluhu Hassan pamoja na watu zake madini. Ni samahani, naomba munisamehe kwa hii kauli mbaya ambayo naitoa juu ya watu wazima, lakini hawa ni watu wanafiki kwa mujibu ya Qur'ani, sio kwa sababu yangu mimi, sio kwa kauli yangu mimi. Kwa mujibu ya Qur'ani, wale watu wanajiita Waislamu na wakasema leo kauli, ninapenda kuwa prove wrong, naweza kuwathibitishia kwamba wale sio Waislamu bali wale ni wanafiki, na nitawapeni ushahidi ambayo iko kwa Qur'an, haijatoka kwa akili yangu. Kwa hiyo hii kauli unafiki, najua ni kauli sio ya nidhamu kumwambia mtu mzima, ili mtu iko hapa inasikia pia mtanisamehe. Kwa watu ambayo wako hapa Waislamu, ijapokuwa sio Muislamu, watu ambayo ni Waislamu, katika Qur'ani tukufu kuna sura inaitwa Suratul Furqan. Ukipata muda, naomba leo kaisome kwa tafsiri yake. Katika Suratul Furqan kwenye Qur'ani, Mwenyezi Mungu mtukufu alieleza ni watu gani ambao waumini wake wa kweli na watu gani ambao Mwenyezi Mungu kasema watu wenye sifa hii na hii na hii na hii, hawa ni kweli watu wangu mimi na wananitumikia mimi kwa mujibu ya Qur'an. Sasa alitaja sifa kama 11 kwa Waislamu, utaweza kuniprove. Katika sifa hizo ukitaka kujua kweli watu wake, ni sifa 2 alizitaja, zinasema hivi. Ya kwanza aliwasema hawa watu wake ambao ni waumini wa kweli, alisema kwamba walladhina wala taqtuluna nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq. Kwa maana yake kwamba watu wangu, Mungu anasema hawa watu wangu mimi, mkitaka kuwajua kweli ni watu wangu mimi na wananiabudu mimi na kweli ni watu wa Mungu kabisa na wananitumikia mimi, katu hawatoweza kumuua mtu asiyekuwa na hatia. Katu hawatoweza kudhulumu kwa kuua mtu kwa sababu ya wao wapate raha. Wala taqtuluna nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq. Mungu kasika kwa mujibu ya Qur'ani kasema, wewe ukitaka kumjua mtu kweli kabisa ni mtu wa Mungu na mtu ananitumikia mimi na ananiabudu mimi, never hatoweza kuja kuua mtu ambaye hana hatia. Sasa kwa mujibu ya Qur'ani, Samia Suluhu Hassan ashakuwa disqualified, ametolewa kwa watu ambao waumini. Kwa watu ambao waumini ametolewa, na watu wengine hiyo inaendelea katika kutaja sifa za waumini wa kweli. Ikataja sifa nyingine inasema wala yashhaduna walladhina wala yashhaduna dhurra wa idha marru billaghwi marru kirama. Kwa maana ya kwamba pia watu hao ambao mnaweza kujua kama ni watu wangu, but never hawatoweza kutoa ushahidi wa uongo, na wakisema kauli yoyote wanasema ukweli. Sasa ndugu yangu, tujiulize, hii ni Qur'ani tukufu ambayo Waislamu wanaifuata, lakini Waislamu hawa wanaifuata, ndio leo tumeona amevaa kofia na kanzu, anajiita yeye Muislamu, ameenda kutoa ushahidi wa uongo kwamba watu walioandamana ni wahuni na washughulikiwe. Hao wanaungana na makono kwa watu 10,000 wameuliwa, wakati Mwenyezi Mungu peke yake kawakataa. Sasa ndugu yangu, naomba nadhani mnaweza mkama mnajiuliza, kwa nini sasa wanatoa kauli ambayo wakija kwetu sisi wanatuambia wao waumini na wanavaa vizuri, lakini na Waislamu ama ni Wakristo tutajuaje kama si waumini? Imeelezwa tena, mtawajua. Mwenyezi Mungu kaeleza tena katika Suratul Bakra, ni sura ya 2 nadhani aya ya 14. Mwenyezi Mungu anasema ukitaka kujua watu wanafiki wana tabia hii moja. Wana tabia gani? Anasema hivi, wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kwa maana yake kwamba hawa watu wanafiki hawa manafiki na majambazi, wakiwa mbele za watu, wako mbele za watu wanaongea, wanasema kwamba sisi tunapenda amani na sisi tunamwamini Mungu na tunakupendeni nyote. Lakini Mungu anatoa tahadhari, lakini hao walosema mbele zenu kwamba tunakupendeni, tumeumia ile jambo imetokea, imetuumiza leo, ile watu wamekufa, natoa pole. Mungu anasema hivi, wakikutana wenyewe kwenye vikao vao wanasema achana nao wale mafala.
tulikuwa tu tunawapumbaza, si tunataka kuwaua. Hiyo ni Qur'an, si maneno zangu. Naomba peke zenu mkasome Suratul Bakra aya ya 14. Hiyo ndo maneno inasema. Kama unataka tafsiri yake, original manuscript kwa English inasema hivi: when they meet the believers, they say, we believe and we love you and we are very honest. But when alone with their evil associated, they say, we are definitely with you. We were only mocking them. Kwa hiyo ndugu zangu, msije kabisa mkakubali kushawishika kwa mambo ya kidini alafu yakatupasua. Hawa hawaamini Mungu. Hawa wajamaa ni wanafiki kwa mujibu ya Qur'ani, ni waongo na mijizi na minafiki na mijitu ambayo haifai kwa mujibu ya Qur'ani tukufu. Lakini kwa Wakristo ambayo tuko hapa, na wahusia sana tusije kabisa tukamwamini yule mtume anauza mamaji, anasema akikupa maji unapata utajiri. Hawa jamaa ni criminal, na tukipata nchi tunawapeleka mahakamani. Kwa sababu naomba ukipata nafasi, mtu ambaye unamwamini, unaamini kwamba Yesu Kristo alikuja kwa hii dunia na akafa kwa dhambi zako, nenda kasome Book of Matthew. Inavyoelezwa kwamba kwa siku za mbele watakuja mapasta za uongo ambao watajifanya kuwa wao waumini wa Mungu, lakini tu ni wanafiki kabisa. Ikiwa unataka reference, nenda kasome Matthew chapter 7 verse 15. Ndio utakuta hiyo story kwamba watakuja mapasta wa uongo, na dalili zao zimeelezwa vizuri tu, kwamba ukiwakuta kwa jamii wanahubiri neno la Mungu vizuri, wanahubiri injili vizuri, wanahubiri injili vizuri, lakini kwa siri kabisa wananyanyasa watu, kwa siri kabisa wanaua watu, kwa siri kabisa wana manipulate watu. Hii ni content ukisoma Book of Matthew chapter 7 verse 17. Lakini hiyo Matthew ukienda kusoma verse 24-11, ukisoma 2 Corinthians 11:13-15, utakutana na hawa majamaa matapeli na mijizi ambayo inakuwa inajifanya watu wa Mungu. Sasa ndugu yangu, mimi nina mtindo mmoja ya kupambana na dunia. Baada ya kumexpose mtu kwamba mbaya, na kuwa ninatoa na mbinu ya kupigana naye na mbinu ya kumparalyze. Sasa basi, kwa ndugu zetu ambayo mko hapa Waislamu, ninaomba passport size picture kwa njia yoyote ili mnaweza, ama picha za kawaida nzuri za wale mashehe leo ambayo walosema kwamba sisi tushughulikiwe na tushtakiwe. Kwa sababu hivi wakati tunaongea tayari nimeandaa barua rasmi, tunaipeleka Wizara ya Hija na Umra Maka, Saudi Arabia. Tunaipeleka kwa waziri ambaye anashughulika na kutoa visa za watu kwenda kuhiji Maka, anaitwa Taufik bin Fauzan al-Rabiah. Tunampelekea barua rasmi kumweleza kwamba idadi ya hawa mashehe unaona hapa, pigia kinanda sama pigia kinanda sama. Idadi ya mashehe hawa unaona hapa. Abil. Dakika mbili tuanze tucheze na vinanda. Pigia vitatu sama. Watu wanasema na makofi kidogo, Nabili, tulia Nabili, unatoa madini si ya kawaida. Bado Nabili, bado wao. Tena wape tena kidogo mashe. Okay, unaweza kaendelea sasa. Okay, sasa hizi mashehe ambazo ni majambazi na majizi na maprimitive ilikuwa leo imeweka masura zao, naomba mufanye kazi moja tu kwenu nyinyi. Munitumie picha zao zinaonesha sura zao na majina matatu kamili. Kwa kila ile picha ya mmoja na jina yake kamili. Kwa mfano kama mimi unapata picha yangu, unaweka huyu, unaniandikia huyu ni Habil Kabil wa TikTok. Majina matatu yao yamekamilika, ile imesajiliwa kwa serikali ya Tanzania. Tushaandaa barua rasmi zenye nyaraka 4. Nimeambatanishia Saudi Arabia, nimeambatanisha na pamoja na chapter za Qur'an zinotakiwa watu hawa wapigwe vita na wasiruhusiwe kuingia sehemu takatifu kama ya Maka.
na barua hiyo tutaipeleka pia kwa waziri yao inahusika na mambo ya watu wanaoenda kuhiji Maka, pamoja na kutoa visa za watu wanaohiji Maka kwa Bwana Taufik bin Fauzan Al-Rabiah. Tutamuomba watu hawa wawe banned moja kwa moja kuingia kwenye mji yao mtukufu, kwa sababu wamehusika na mauaji ya watu wasiokuwa na hatia 10,000. Pamoja na hiyo, juu yake wanaamua kudhalilisha dini yao ya Kiislamu, dini ambayo tunaamini haina ugomvi na Christian, haina ugomvi na sisi, haina ugomvi na Waislamu peke zetu. Tutaisukuma wizara yake kwamba awashughulikia wa watu raia wa Tanzania. Ikiwa unapata passport namba zao ni muhimu sana. Tutapeleka kule taarifa kwamba hawa ni macriminal, na tumeambatanisha kwa taarifa zao ICC. Msiruhusu waje. Kuruhusu hawa watu kuja pamoja na mufti yao ya Tanzania kuingia kwa mji yenu tukufu ni Saudi Arabia, kwa sababu kwa mujibu ya Qur'an mji ule mtukufu anatakiwa afike muumini na Muislamu wa kweli tu, ambaye anamwamini Mungu na kitabu yake, ambaye anaweza kufuata yale nini Mwenyezi Mungu amesema. Hawa ni macriminals na usiwaruhusu kuingiza. Na baada tu ya kutuma barua hiyo Saudi Arabia kwa wizara inayoshughulika na mambo ya umra na haj, na kumpelekea barua hiyo Bwana Taufik bin Fauzan Al-Rabiah, tutapeleka barua hizo rasmi ambazo tumeziprint na picha zao hawa majambazi. Tutaziwatumia na wao hawa majambazi kwa WhatsApp. Tutabatanisha barua hizo, tutapeleka sasa ofisi ya mufti ya Tanzania kwamba tumeomba hawa watu wawe banned kuingia Tanzania, kwa sababu tu washike adabu zao siku ya pili kutumock sisi, kutufanyia masihara, watu ambazo ndugu yetu ameuliwa, watu ambayo mtu anapanda hapa analia kaka yake na mume yake na ndugu yake kauliwa, wao unakuja kusema tukamatwe. Lazima tupambane nao kiulimwengu wa sasa unavyotaka. Comment za matusi tu sio jambo ya busara sana, na mimi sikulelewa kwa mfumo ya kuweza kutukana watu, lakini nimefundishwa njia za kupigana vita ambazo za kuhakikisha mtu ana paralyze hata kama hajataka. Kwa hiyo tutapeleka hizi barua mpaka Monday zitakuwa imefika, wazuiliwe kabisa kuingia pale. Pamoja tukipata majibu zao tutawapelekea kwa mufti ya Tanzania, wajue kama wa watu tuna put pressure Saudi Arabia wawe banned, kwa sababu hawa ni majambazi na ni mahalifu. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa sasa nitasimama hapo kuwapa nafasi ndugu yangu nyingine itoe maoni zenu. Ikiwa mnaona hii wazo ni mbaya, niko radhi kufuata maoni yenu, lakini kama mnaona iko sawa, naomba mjitolee kukubali kushirikiana na mimi enda barabarani. Hii elimu imeshaingia. Mnachotakiwa njooni tu mwe mna hoja, fungueni live mpambane na hoja, lakini kuzizimisha ina maana mmeshindwa. Nyie watu wa CCM, VUF CCM mliotumwa kushusha live, tengenezeni live zenu, tengenezeni hoja, msifie mama. Alafu na sisi tutengeneze hoja tumpinge mama. Watakaoona tuko sahihi watahamia kwenu. Lakini swala la kuzifunga live wetu kutengeneza kwamba eti ndio wakubaliane na mama yenu, huo ni upumbavu, ni ukosefu wa akili. Uwezi ukaifunga live kulazimisha mawazo ya hawa wa hapa wahamie kwako. Ngumu mno. Nendeni mkasikilize hotuba ya maaskofu ya leo. Kasikilizeni hotuba ya maaskofu ya leo, ndio inaongelea haya maupuzi. Uwezi ukawafunga watu wanaowaza kichwani kwa kuwazimisha kwa bunduki. Na sawa na nyie mnaokuja hapa, eti mnakuja kufunga live eti ili kuwaondoa watu wasiwe na fikra ya maandamano. Watatafuta kila sehemu kwenye live za hivi, watatulia, watakuja yani utakuwa kama vile wewe maji yameingia sehemu yanatoka matundu hapo unaziba linafua. Sasa ni upumbavu. Nyie ma UVCCM kuzizimisha hizi live sio kutibu. Kutibu, fungueni live, wekeni mada, tengenezeni mada zilizo nzuri. Hawa watu walioko hapa 300 wahamie kwenu. Hiyo ndio mtatibu, sio kwa kufunga. Kwa kufunga atafungua mwingine, tutakwenda tena, tutapiga nondo. Utafunga, atakwenda mwingine, tutakwenda tena. Sasa mtatibu nini? Mpaka itafika siku ya maandamano watu wana dance, wana hang tu. Leo papa, kesho tunaenda kwa huyu, kesho mnapiga hii, kesho tunaenda mara tarehe 9 hii hapo. Mnakuwa mmefanya nini? Tengenezeni live, wekeni mada kwamba mama anafanya mambo mazuri, ndio maana mnaona hivi na hivi. Kusudi nini? Hawa watu wa hapa wahamie kwenu. Lakini watu hawawezi wakahamia kwenu kwa mwendo wa kuwapiga, kwa mwendo wa kuwaua, kwa mwendo wa kuwateka, kwa mwendo